Kustaafu ukiwa maskini au tajiri ni maamuzi yako, lazima usome vitabu. Na katika mjadala wa habari wikendi leo, basi tunalimulika hili la usomaji wa vitabu. Na kama wewe ni mpenzi wa kusoma vitabu, basi ama wewe ambaye hujigusi sasa, leo utafahamu kwa kina. Mimi pamoja na Mohamed Said Salum ambaye ni mwandishi mkongwe wa vitabu, tutajadili hili na tayari yuko pale akisubiri kutupatia madini yake. Karibu sana. Asante. Na mtazamaji, tunarejea hivi punde kujadiliana swala hilo. Karibu tena kwa mara nyingine ukiwa unaendelea kufuatilia Habari Weekend, ambapo tunakujuza habari mbalimbali kitaifa, kimataifa pamoja na mijadala. Na leo katika mjadala wa Habari Weekend tunalimulika swala la usomaji wa vitabu. Wewe ni mpenzi wa kusoma vitabu ama unasusa, unaona kwamba haikufaidishi chochote? Leo sasa mimi pamoja na mgeni wetu hapa tunakufuatilia. Karibu sana. Niko na Mohamed Said Salum. Huyu ni mwandishi mkongwe kabisa wa vitabu. Karibu sana katika Habari Weekend. Tunaamini leo kama hapa ambavyo meza yetu imepambwa na vitabu mbalimbali. Magazeti. Magazeti, lakini ndio usomaji wenyewe huo wa vitabu. Hivi kwa nini ni muhimu kusoma vitabu? Elimu yote ipo kwenye vitabu. Siwezi kuipata kwingine kokote? Huwezi kuipata. Kwa nini? Hakuna kitu kinaweza kuchukua nafasi ya kitabu. Nimesikia hapa unazungumza baada ya tablet. Ukisoma kwenye tablet si sawa na kushika kitabu mikononi namna hii. Kuna tofauti kubwa sana. Na mimi nakwambia hivyo kwa sababu mimi ni msomaji. Nataka nijue huo tofauti kwamba wewe ushike hicho kitabu na mimi na tablet hapa tunasoma. Utofauti ni nini sasa? Manake si jibu ambalo naweza kukupa, sijui kama utaelewa. Ile hali tu kuwa unachukua hivi, unakwenda hivi, ina raha yake. Si sawa na ukurasa mmoja tumekaa hapo. Tofauti sana. Na nimetumia sana tablet vile kwa naijua, si kama nasema hivi. Kwa umepima zote, umeshaona huo tofauti wake. Kitabu kitu kingine kabisa. Kina raha yake kitabu. Hebu tupe. Hata kwenye nyumba, hii utaweka wapi? Tablet kwenye meza moja. Lakini kwenye nyumba sehemu pale umepanga vitabu. Watoto wanaona, kila wakipita wanaona. Hii ataona mara moja kivitabu kipita anaviona vile. Vinaingia kwenye akili yake. Na atakuwa anapenda kuona vitabu. Sasa tunaelezwa wewe ni mwandishi mkongwe wa vitabu. Mkongwe hapa na mwandishi tu. Na nataka nijue mpaka sasa una vitabu vingapi? Nadhani nimeandika vitabu labda kama 10 hivi. 10. Kwa hiyo maana yake ni mwandishi lakini ni msomaji. Unaweza kuwa msomaji mkongwe pia. Kwa sababu kwa ukongwe wa umri kweli, kwa umri wangu unaweza kunipa msomaji mkongwe. Lakini sio kama ile sifa ya ukongwe kwa nimesoma sana. Hapana. Sawa. Sasa kuna ile dhana kwamba Watanzania wengi hatupendi kusoma vitabu. Wewe unakubaliana nayo? Ni kweli. Si jambo la kificho. Ni kweli.
si kama tunataka kwa sababu unasoma wakati nafsi imetulia. Huwezi kusoma wakati hata tumbo lako linasokota. Kwa hiyo kuna vitu vinasababisha Afrika yote hii kwa hali ya maisha ugumu, tabu mtu kutoa hela yake kwa kutia kwenye kitabu. Miaka nyuma mimi nasoma shule secondary school, mimi babangu anipa pesa, ilikuwa nanua ice cream, sinema zile za mchana na kwenye vitabu. Sasa hivi hali haiwezi kuwa namna hiyo. Kwa hizo ni baadhi ya sababu. Kwa hiyo kuna ile kwamba inawezekana wengine hawapendi, lakini pia changamoto za maisha zinachangia kutopenda sana. Na vile vile hivyo vitabu na waandishi wenyewe wako wapi kuandika vitabu vya kumvutia mtu? Yuko wapi? Leo katika kitabu kitoke ni vitabu ambavyo vinatumiwa kwenye shule, vipo kwenye vina ithibati, vinaweza kusomeshwa kwenye shule, textbook ndio watu wanasoma. Lakini uandike kitabu tu kwa mtu aje asome kitabu tu vivi, hakuna mchapaji yote atakigusa kitabu chako. Mathalan, ni vitabu gani umekuwa ukiandika, yani vikieleza nini? Kitabu cha kwanza ambacho nimeandika ndio maarufu, niliandika kwa Kiingereza kwanza, kinaitwa The Life and Times of Abdul Wahid Clyde Sykes, The Untold Story of the Muslim Struggle Against British Colonialism. Ukakitafsiri pia kwa Kiswahili? Kitafsiri hiki chapo mwaka 1998 Uingereza, alafu kifanywa tafsiri ikachapwa Nairobi mwaka 2002. Kitabu kimekuwa maarufu na ndio leo wewe umenitapa ni kwa sababu kitabu hicho. Ni kweli kabisa. Na ukiangalia maana yake kwa tathmini unaona kabisa kwamba usomaji umepungua hata kupitia wewe unavyoviandika, namna gani vinasambaa kwa watu wanavichukua. Ngoja nikwambie. Kitabu hiki zilikuja kopi 1000 miaka 10 hazijakuisha, labda kwa sababu ilikuwa zimeandikwa kwa Kiingereza. Zilikuwa hazijakuisha. Ndio unaweza kuona ile hali ya usomaji, na kikiuzwa bei rahisi sana. Kwa ile mtu yote anaweza kununua, lakini uandishi wa kitabu si kazi nyepesi. Huko Afrika ni kazi ngumu. Wenzetu serikali za Ulaya, kikichapo kitabu serikali ndio wa kwanza kununua vile vitabu na kutoka library zote, maana kila mji kila kijiji kuna library. Ndio serikali kwa unakula mwandishi ana uhakika kabisa kuwa hiki kama kitachapwa, mnunuzi wa kwanza ni serikali. Leo utachapa vitabu hata kopi 500 utakaa nazo mwaka mzima hujamaliza. Kwa maana yake hapo kwa tafsiri nyingine ni kwamba support pia ya serikali katika wale waandishi wa vitabu bado ni ndogo. Mimi si mchapaji, lakini vijana wetu hawa wanaandika, la kusema unajua mwandishi atasema Mohamed, hebu nitazame kitabu changu. Wanaleta miswada mizuri na sasa iko ni chapu ya Rabbi. Na kila marka anasema mimi nitachapa hii, labda ufanye ile wanaita self publishing. Na hiyo self publishing nani ataweza kuchapa kitabu? Inatekelezwa gharama. Hiyo ndio shida ya uchapaji katika Afrika yetu. Okay, sasa kwa umri wako huo wa usomaji vitabu pamoja na uandishi, ni utamu gani umo ndani ya kusoma vitabu ambavyo kwa yule ambaye hapendi kusoma vitabu hakika anaukosa? Sana. Mimi na watoto. Unamwambia umesoma Swiss Family Robinson, kitabu cha watoto. Kilichokuwa hao wakati wako primary school wanauliza, baba iko video yake? Unaona ile sasa manake yeye kwa sababu yeye utamu wa kupata habari ni kutizama kwenye runinga tizame pale ndio sio kushika kitabu. Sisi tumekuwa vipi kuwa utamu unaopata ile raha unaipata kwenye kushika kitabu, kwa kusoma kitabu labda Shaban Robert hivi nchi ya kusadikika unaona ile raha yake, lakini yeye ukimwambia hivyo anataka aonyeshe pale kwenye television, asome kwa masimulizi, labda inasimuliwa inaelezwa kwa vitendo, ndio anakuwa. Sasa inabidi walimu shule wajitahidi sana, wazazi tujitahidi sana kuhimiza kuwa lazima msome. Okay, lakini huenda hiyo inachangiwa labda na waandishi kama ulivyoeleza kwamba vitu wanavyoviandika havivutii, ama ni sisi tu hatutaki kupata maarifa huko? Hapana bwana, kuna vitabu waandishi wapo wanaandika vinavutia.
Mimi nitakupa mfano. Siku moja mimi, kuna mwandishi mmoja Rangi Moto anaitwa, na alipata kushinda tuzo. Kampa kitabu, kampa mke wangu aniletee nyumbani. Mimi nilipoanza kusoma, kwanza niliuliza, kamuuliza, huyu Rangi Moto mwanamume au mwanamke? Akama mwenzio huyo. Anaandika maki anaifanya kama yeye mwanamke, ile yale matatizo ambayo yanamkuta msichana anayekuwa, na kilipata tuzo. Wako vijana wanaandika sana vizuri kabisa. Yuko kijana mmoja hapa anaitwa Mohamed kama mimi, lakini mwenyewe anaitwa Modi B kwa sababu ana mwili mkubwa. Ameshaandika vitabu, nadhani nishafika, kama nikipunguza uongo labda 20, na kila kaandika mimi naniletea. Anaandika habari za kawaida tu za mjini tu, kuwa nimetoka darasa la 7 sikuchaguliwa form 1, natizama nifanye nini. Basi unasoma kile, unaona kabisa hali ya mtu, na hata sina kuambia. Sawa, hivyo ni vijana wanaandika vizuri tu. Tukiangalia, achana na hivyo sasa vya naenda kununua ili nipate maarifa mengine, tuna vitabu pia vya taaluma. Ukiangalia mwenendo ukoje? Kwa sababu usomaji pia ndio unasaidia vitabu vya taaluma. Bila shida, ukiandika kitabu cha taaluma huna shida, kwa sababu soko unalo, kwa sababu kile kitapata ithibati, kitaingia katika mtaala wa kila mwaka unapata pesa. Na kwamba hivyo kwa sababu mimi nimeandika vile vitabu vya watoto, na nimeandika vitabu vya watoto na Oxford University Press, na nimeandika vitabu vya watoto kimoja na mchapaji wa hapa. Hivyo vinatoka vinauzika. Yani ukiandika vitabu vya watoto ni kwa vinakwenda kwenye kusomeshwa. Nimeandika kitabu kimoja ambacho mwanafunzi anasoma historia kwa Kiingereza, lakini mle katika kujifunza Kiingereza anajifunza na historia nchi yake. Nimechapa kitabu kimoja kinaitwa The Torch on Kilimanjaro. Kwa hiyo ukiandika kitabu ambacho textbooks zikisoma shule, hiyo soko lipo, soko halina tatizo. Sawa, mtazamaji, hapa tunajadiliana ile tabia ya watu kupenda kusoma vitabu. Huenda na wewe mwaka mzima unaisha hujasoma kitabu hata kimoja. Sasa leo chukua madini haya kutoka kwa mgeni wetu, walau jiwekee ratiba hata ya kusoma kitabu ili uongeze maarifa. Nini kilikuvutia kuanza kuandika vitabu? Maana nikiangalia historia yako unavyoeleza wakati ukiwa Uingereza, kuna namna ulivyoishi kule, kuna vitu vilikuvutia. Manini hasa ukaamua sasa na mimi nataka? Hapana, mimi nimeandika kama sijakuwa Uingereza kusoma. Nimeandika kabla hapo. Yaani kweli sijui, maana labda nadhani kuwa Mwenyezi Mungu aliniumba kuwa nipende kusoma. Mimi nimenunuliwa kitabu, sijaanza shule, na marehemu mamangu walinunulia kitabu, sijakuwa na shule. Labda halafu nilikuwa na dada yangu mkubwa, ye alikuwa, wakati mimi sijakuwa shule, ye tayari yuko madarasa ya juu primary school, akija na vitabu Machimbo ya Mfalme Suleiman. Sasa wakati mwingine ananisomea ile Machimbo ya Mfalme Suleiman. Vitabu hivi siku hizi havisomeshwi shule, lakini kuna vitabu ambavyo vilikuwa vinavutia. Siwezi kulaumu kutokana na laumu. Wakati mwingine navitizama vitabu ambavyo vinasomeshwa sasa hivi, kidogo vimekuwa havimsisimui. Hata sidhani kama nasema mtoto huyu hawezi kusimuliwa na kitabu hiki. Na naamini wewe Machimbo ya Mfalme Suleiman hujakisoma wewe. Lakini nadhani serikali leo kabla vitabu vimekaa kikoloni mno. Ule na vitabu vyetu wenyewe. Sasa hapo kidogo imekuwa matatizo. Lakini vitabu ambavyo nadhani unasikiliza wale watu ambao wanasoma kanzu wetu. Tukivisoma vile wakati mwingine ghibu, tunajua zile pasi sie ghibu, Mslopa Gaz. Unakijua kitabu cha maandika Rider Haggard hicho. Sijui baki nikwambia nini. Vilikuwa vinatia raha sana hivyo vitabu. Inaonekana Mohamed unapata raha sana katika usomaji wa vitabu. Lakini sasa pale umeeleza kwamba kuna raha kubwa sana kwenye kusoma kitabu unavifunua, tofauti na mimi hapa nikisoma kwenye tablet yangu ama kwenye simu. Lakini sasa hivi dunia inatupeleka huko. Kila mmoja akitaka kupata kitu kusoma, nawezaje kufungua biashara, kitabu anataka nitumie soft copy, nifanye hivi. Hapo sasa kuendana na dunia sasa. Sawa, kusoma kwenye tablet, kusoma kwenye simu ni kusoma vile vile. Lakini mimi nakwambia, mimi nilikuwa na Marekani, wakanionyesha maktaba ya chuo kikuu. Yule mkutubi akaniambia, bwana Mohamed, ukuja mara nyingine hapa kwetu, wewe hizi huwezi kukuta hizi shelf. Nikamwambia hapana, nitazikuta. Sidhani
kama kuna kitu ambacho kinaweza kikachukua nafasi ya kitabu. Kitabu Mwenyezi Mungu amekitaja kwenye Qur'ani bwana. Uwezo. So fanya unavyofanya, lakini kitabu hicho ni kitabu vile vile. Ingawa katika sura nyingine. Sidhani, maana nikisoma kitabu na kitabu kile kitabu chenyewe. Sidhani kama tutafika mahali kuwa hatutakuwa na vitabu pale kwenye shelf. Sidhani. Hii inarahisisha tu kuwa unaondoka na moja, hii una vitabu 20 au 100 ndani ya tablet yako, lakini sidhani kama kitabu chenye kama kitabu na hadhi ya kitabu kama kitabu inabaki pale. Oxford University Press itafunga au Mkuki na Nyota itakuwa haichapi kitabu, hiyo sidhani. Okay, sasa kwa historia yako uliyoitoa pale ya kwamba vijana wako waliwaambia kitabu fulani, akamwambia ipo video. Sasa wazazi tuna nafasi gani hapo kuhakikisha tunawajenga watoto, kuwajengea kununua vitabu na nyumbani kuweka. Mimi nimekuwa toka udogo wangu mimi nimeanza na library changu kidogo hivi nyumbani, vitabu vile vinakuwa. Na zamani shule sijui sasa ikwaje, mimi nilikuwa mkutubi, nilikuwa naweka vitabu toka primary school, ndio na kabati la vitabu. Shule kila mwezi inakuja vitabu vipya vya kusoma, na pale darasani ule mkutubi wa darasa anampa kitabu mtu kuna nacho nyumbani afu narudisha. Labda wakati ule serikali ilikuwa na hela nyingi, sijui niseme nini, lakini ilikuwa kitabu ni sehemu ya maisha yetu sisi, na walimu wakitubidisha mimi nimefanya literature shule, namkumbuka mpaka mwalimu wangu, sio kutubidisha kusoma tu, mpaka kuhifadhi passages zile tunahifadhi kwa Kiingereza. Into what dangers would you lead me, Cassius, that would have me seeking to myself that which is not in me. Unamjua nani huyo? Cassius anamwambia Brutus hiyo. Hiyo nimejifundisha karibu miaka na miaka. Walimu walikuwa wakipenda, mnasikia sasa sijui kitu gani, labda walimu wanaonisikiliza watakusema kwa nini hii haipo. Kulikuwa na elocution, yani shule zinashindana pale, mnasoma zile passage kule, alafu mnakwenda kushindana sasa. Shule zinakutana, inaitwa English. Kulikuwa na English elocution na Swahili elocution. Mimi nimesoma St. James Convent. Sawa. Kila mwaka St. James Convent sisi tulikuwa tunachukua ile English elocution, nafasi ya kwanza tunachukua sisi. Sawa. Sasa kuna watu kama mimi hapa, hatuna tabia ya kusoma vitabu, na tushauri nini ili usiku huu tuondoke na morali sasa ya kwamba anaenda kusoma vitabu? Kwanza wafikirie wanao, unataka kuwalea watoto ambao hawasome, watakuwa na hali gani? Mtu usiyesoma, kama usome unaokaribisha ujinga, ukisoma unaongeza maarifa. Kitabu kitu kingine bwana, kitabu kitu kingine. Hakuna kitu. Wewe unamwona Mwalimu Nyerere wanasema ukenda kwenye maktaba hakuna kitu ambacho yeye alikuwa anathamini kama kitabu. Siku moja kuna zungumzo na msaidizi wake mmoja, akasema mwalimu ukitaka kumfurahisha, mimi nimesafiri na mwalimu nje, ukitaka kumfurahisha umetembea mjini umeona kitabu anasema pale anakukaribisha kwenye chumbani kwake ukae, bwana kitabu gani hiki? Ni sisi kuambia kweli tunashindana na teknolojia, lakini ni sisi kwa sababu kama watoto wanasikia huko wanasema ni maarifa mapya, labda shule tujamjua umuhimu wa kitabu, kwa ukishasoma kitabu kile cha masomo yako basi. Hapana. Sawa. Tunakushukuru sana Mohamed kwa elimu nzuri hii, kutukumbusha kwamba kitabu bado kina nafasi yake. Tusome vitabu. Naam. Na asante sana. Basi ni Mohamed Said Salum ambaye ni mwandishi wa vitabu. Tulikuwa tukijadiliana hapa umuhimu wa kusoma vitabu, na akitukumbusha kwamba tunapaswa kuendelea kusoma vitabu, kuongeza maarifa na kujifunza mambo mbalimbali. Asante kwa kufuatilia mjadala huu.